Mambo kile. Wewe lakini? Mimi niko vizuri na shukuru Mungu. Yes, niko vizuri sana. Umetoka kutazama mechi ya wananchi dhidi ya Wiliete. Sofa, kwanza mchezo ulikuwa na namna gani, kwa sababu malalamiko ni mengi nje ya uwanja tunayasikia? Kwangu binafsi, kwa sababu huu ni mchezo wa malengo. Sio mchezo wa ligi kuu unapata alama 3 na kujiweka sehemu salama katika msimamo wa ligi. Kwa hiyo kwangu mimi, kwa sababu ni mechi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, manake timu ambayo haitopata matokeo chanya manake haina nafasi ya kusonga mbele tena. Kinachowaumiza watu wengi ni kwa sababu ya kuweza kuishi kwa mazoea. Wanayanga wanapaswa kufahamu kwamba huu ndio msimu ambao umeanza na wana kocha mpya, lakini pia kuna maingizo mengine ambayo yapo ndani ya kikosi chao ambacho wanapaswa kwa hivi sasa kujivunia kuona kwamba katika malengo yao hawajapoteza mchezo hata mmoja na kuweza kupata clean sheet. Masuala ya soka safi, yes, ni masuala muhimu. Lakini ingetokea mfano Yanga imecheza mpira mzuri katika mechi zote ambazo kocha huyu amesimamia na Yanga imefungwa mechi zote, lipi jambo bora? Kwa hiyo kwangu, ukiwatazama Wiliete namna ambavyo walivyocheza, walikuwa hawana cha kupoteza katika mchezo wa leo, kwa sababu wametoka kufungwa goli 3-0 na Yanga Africans nchini Angola. Kwa hiyo leo hii walikuwa ndio nafasi yao ya kuonyesha ubora wao. Kucheza na Yanga Africans ni sehemu ya kujiuza na wewe, kwa sababu ni timu kubwa. Kwa kwangu mimi naona kabisa kushaini kwa Wiliete katika dakika kadhaa wa kadha ni kutokana na ambavyo walikuwa hawana cha kupoteza. Wanipata vizuri? Wanakuja Tanzania walikuwa wanajua kabisa kwamba wamefungwa goli 3-0. Na waambieni kweli, hii ni mechi ya malengo. Wanayanga wanapaswa kuwa wapole zaidi kwa hivi sasa. Wasitembelee upepo makocha wote ambao umepita huko nyuma. Kila msimu inaweza timu ikawa inajengwa au kuboreshwa. Wanipata vizuri? Kwa hiyo haya mabadiliko, ukimwangalia kocha Romain Folz, yeye ni kama fundi gari bovu ambao ulitegemea linakwenda kuwaka na unapata matokeo chanya. Kwa kwangu mimi, kocha Romain Folz, Wanayanga wapunguze pressure. Lakini pia wanapaswa kufahamu kwamba hii timu yao katika ndani ya siku 17 imecheza mechi 6. Yaani ukianza kuhesabu kuanzia mechi ya Rayon Sports Rwanda mpaka dakika hii, ndani ya siku 17-18 wamecheza. Young Africans imecheza mechi 6. Na katika mechi 6 kuna kusafiri umo. Ni wachezaji, sio maroboti. Lakini najua kwamba kiu ya shabiki ni kupata matokeo chanya na kufurahi mpira. Lakini kwa sasa mimi ninachowaambia Wanayanga ambacho watakiwa kukizingatia ni kujua, je, timu yao imepata nini? Mfano leo Yanga ingeondolewa michuano hii ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ingekuwaje? Ingekuwa ni aibu kubwa sana. Maana unakuwa ni mtu ambaye hujui mpira, huna shukrani. Unalipata vizuri? Kwa kikubwa wanapaswa kutulia. Leo angefungwa wanaondoka vichwa chini kwa hivi sasa. Huu ndio muda wa kujua mwana Yanga sasa ni nani wa kuitetea timu yake. Kuna watu wengine sio wana Yanga. Si watu wa mihemko. Wanipata vizuri? Wajua kuna kitu kibaya kujisifia umecheza vizuri afu umekosa kila kitu. Ni mambo ambayo Simba wameyazoea. Maisha ya kucheza vizuri na kukosa kila kitu ni maisha ya Simba Sports Club. Na ndio maana kifungwa idadi ndogo ya magoli na Yanga Africans wana enjoy, timu ina improvement. Ni mambo ya kishamba na uhuni kabisa. Kwa nao mimi niwaambie tu Wanayanga, wanapaswa kuipongeza timu yao hapa ilipofika. Kocha Romain Folz ni kocha wa maelekezo. Yule ambaye mtegemei wewe anakwenda kuwasha, sio tegemei mitambo tu. Fulani awepo. Leo mtu kama Clement Mzize mechi yake ya pili hajaonekana kutokana na injury ambayo amepata. Lakini moja kati ya wachezaji bora ambao nchi hii kila timu ana uwezo wa kucheza kwa ubora mkubwa sana. Si ndio? Maana kile wana kikosi kipana, wanapaswa kutulia. Timu lengo limekwenda kukamilika. Unataka nini? Ameingia Andy Bobo Boyeli. Ni striker ambaye anaweza kumfanya Prince Dube akainje kwa namna ambavyo ameonyesha kiwango kwa dakika chache ambazo amepewa. Of course ni mapema sana kulisema hilo kwa sababu ya Dube kile ambacho amekifanya katika ligi yetu, lakini so far ni mchezaji mzuri ambaye anapaswa apewe muda kwangu mimi. Lakini siwezi nikasema Andy Boyeli ndio too much kwa Dube, lakini kwa sasa wote wanaonekana kucheza vizuri, lakini licha kwa Dube changamoto yake moja, sio striker mkakamavu, kwamba opponent ajue striker yuko nyuma yangu muda wote anakuja kunipoka mpira. Ni kitu ambacho anapaswa kukibadilisha zaidi. Lakini kwa Andy Boyeli kuna vitu ambavyo anaonyesha ni striker ambaye ana kiu ya kufanya pressing kwa mpinzani.
Wanipata vizuri, ndio tofauti huo. Lakini akiendelea kupewa time, naamini kabisa kwamba kama Dube asipokuwa makini, maana yake nini? Andy Boeli huenda akachukua namba, lakini katika muda ambao Dube amepewa kwa hivi sasa, hata viongozi wa Yanga wanajua kwamba msimu ni wa mwisho, kuongezea mkataba kwa Israeli itakuwa ni ngumu. Huo ndio uhalisia. Ameingiza vijana wadogo Edmund John pamoja na Ofen Chikola, inaonyesha dhahiri shahiri kwamba Young Africans wana kikosi kipana. Of course, kwa sababu ni wachezaji ambao wanafanya kazi kwa maelezo ya kocha au kwa maagizo ya kocha. Nenda kacheze hivi ninavyotaka. Ndio maana nikasema kocha Romain Folz yeye ndiye fundi. Wanayanga wapaswa kukata tamaa kwa hivi sasa kuhusiana na kocha Romain Folz. Umenipata vizuri? Amewapeleka katika hatua nyingine, na so far wanakwenda katika hatua ya makundi. Ni swala kawaida kabisa. Malengo ya Young Africans kwenda katika hatua ya makundi ninayaona ni haya hapa. Kwa sasa Wanayanga wanapaswa kuwa ni watulivu zaidi. Yes. Sawa, ukiangalia Young Africans hii pengine msimu huu expect kufika mbali zaidi, baada ya nusu finali ya CAF Champions League, kwa kikosi ambacho wanacho, mchanganyiko hicho ambacho kila siku ninakiona sio kauka ni kuvaa. Narudia tena, ni mapema sana kusema Yanga bingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Ni mapema sana kusema pengine Simba ni bingwa ligi ya mabingwa barani Afrika. Huo utakuwa sio mtu wa mpira. Wanipata vizuri? Wewe utakuwa sio mtu wa mpira. Lakini kwa sasa naweza nikasema tu kwamba kwa sababu ni swala la mchakato ambao unaendelea kwa hivi sasa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Ambacho nachoweza nikakisema kiuhalisia ni kwamba wachezaji wa Young Africans ni kuongezeka umakini wa kuweza kupiga pasi accuracy, lakini pia pasipo kuendelea kukabia macho. Yes, naamini wana fatiki kubwa sana. Kwa sababu ukiangalia hata timu ya taifa ya Tanzania kwa asilimia kubwa, Yanga ndio timu pekee ambayo imetoa wachezaji wengi ambao wamesafiri na timu ya taifa kwa muda mrefu sana. Wanipata vizuri? Lakini leo sioni haja ya kwanza kuwatumu kwa chochote. Licha ya kuwa timu imepata matokeo chanya, lakini kuna maeneo ambayo wachezaji wa Young Africans wanapaswa kuyaboresha. Hawa ni wachezaji, ni binadamu kama sisi. Na kuuliza wewe, umecheza mechi si ndio ya Simba na Yanga, usikuwe uona kwenda kupumzika Chamanzi au Bunju, wenzako watasafiri usiku, si ndio? Na ni umbali mrefu kwenda mpaka Angola, wanarudi Angola kuja kucheza na Pamba ambao wana Yanga wataka Yanga ishinde. Wanipata vizuri? Wanatoka hapa na kucheza mechi na Waliete tena. Hivi ninapokuambia kesho wanaondoka naenda Mbeya kucheza mechi na Mbeya City. Hawa sio maroboti. Alafu mbaya zaidi ndio katika mwanzo wa msimu, na pia una kocha mpya ambaye anaangalia namna gani ambayo falsafa yake anakwenda kuclick kwa wachezaji wake. Kwa hiyo nikasema mwana Yanga yoyote kwa hivi sasa, mimi ndio Chuma anasema, ambaye anamtukana kocha sio mtu wa mpira na ni muhuni mkubwa. Huo ndio uhalisia. Ana hoja aje kwangu Chuma, nitamuelekeza. Kwa sababu hawa ni binadamu. Wewe mwenyewe ukifanya kazi asubuhi, mchana, jioni unaweza nimechoka sifanye kazi. Unaelewa vizuri? Hawa ni wachezaji wanasafiri. Moja kati ya kitu ambacho kimemfanya kocha wa Simba na wapenzi za ndani kabisa kuondoka ndani ya Simba ni kutetea wachezaji kuchoka. Mechi ya Simba na Gaborone United, Simba ilionekana kabia macho kwa sababu wachezaji wamechoka. Kocha alisema tusafiri kwa ndege moja kwa moja kwa sababu ya umbali wa safari, tusipumzike popote, twende mazima. Si ndio? Na ndio kuonekana ile mechi Simba wakapata target moja wakaitumia. Baada hapo mechi kani mbovu kwao, lakini wameondoka na ushindi wa goli moja. Si ndio? Ndio maana nasema kwa hivi sasa kwanza kumtumu kocha wote kwa sababu mtu wa mpira. Huo ndio uhalisia. Bana, shukrani sana Chuma. Hamna shida.